Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kwa majina naitwa Cyril Ismail Nko, nafanya kazi kampuni ya CMC Agri Limited. Ni kampuni inayojihusisha na uuzaji wa zana za kilimo. Ni kampuni ya Kitanzania ambayo inatoa huduma almost nchi nzima. Kwa kipindi hiki cha 88 tumekuja hapa 88 Dodoma, ambapo ndio inapofanyikia kitaifa, tukiwa na bidhaa zetu nyingi. Tumekuja na matrekta pamoja na viunganishi vyake, yakiwepo majembe, yakiwepo matrela. Ni kampuni ambayo imefanya kazi nzuri na tunamshukuru Mungu kwamba mwamko umekuwa ni mzuri sana. Wateja wanaongezeka kila siku, na sisi kama ilivyo ada yetu kwa ajili ya kuhakiki kwamba kilimo, kwa kauli mbiu yetu kwamba ni mkulima ni mgongo wa taifa, sisi ndio tunayoendeleza kampeni hiyo na kuhakikisha kwamba kwanza tunakuwa na matawi nchi nzima, na tayari tumeshaanza. Tayari tuna matawi 9 mpaka sasa hivi ambayo yanajihusisha na uuzaji wa hizi zana za kilimo. Tumekuwa na mfumo ambao ni rafiki kwa wakulima, kwa sababu kwa uuzaji wetu sisi, kwanza kuna wakulima ambao wanakuja wananunua kwa cash, lakini wengine pia wanakuwa wanahitaji ile support kwamba ikiwezekana kwamba mtu ana cash, tumeingia ubia na benki kwa ajili ya kuwawezesha wakulima. Kuna benki ambazo tunafanya nazo kazi hii kwa ajili ya kuwezesha kilimo, ikiwepo benki ya NMB, ikiwepo CRDB, TADB, NBC na makampuni mengine ya fedha kama EFTA na PAS. Kwa mfumo huo, kinachotakiwa ni mkulima anatakiwa kuwa na kianzio ambazo kila mmoja kati ya hayo mabenki na taasisi nilizozitamka wanakuwa na ile deposit ya kwanza ambayo anatakiwa kuwa nayo, ambayo ni 1%, lakini standard tunaongelea kwenye 25%. Kwa hiyo 75% mteja anapitia benki, wanamkopesha, na inakuwa ni mkataba wa kurudisha huo mkopo ndani ya miaka 3 kwa riba kidogo sana ambayo atapangiwa na benki husika. Trekta zetu kwanza zinatoka nchi tofauti. Kuna trekta ambazo zinatoka Uturuki, kuna trekta ambazo zinatoka India, lakini zote ni trekta imara, zina uwezo mkubwa. Kwa sisi tuna horsepower za tofauti tofauti, ikiwepo kuanzia horsepower 45, tuna horsepower 55, horsepower 75, horsepower 80, horsepower 110, horsepower 125 na kuendelea. Kwa hapa 88 sisi tumekuja na horsepower chache ambazo ni horsepower 45, horsepower 55, horsepower 75 na horsepower 80. Ni trekta ambazo zina uimara mkubwa katika ardhi za aina tofauti tofauti. Tukiongelea kwa mfano trekta ya horsepower 75 ambao kwa hapa tunaiuza kwa bei ya milioni 70, ikiwepo trekta peke yake bila jembe au kiambatanisho kingine chochote. Ni trekta ambayo inatumika sana na wakulima, especially wakulima wanaofanya kazi katika maeneo magumu, na wakulima wa mpunga wengi wanazitumia horsepower 75. Ukanda wa Mbeya, ukanda wa Morogoro na sehemu zingine ambazo zina ardhi korofi, tunashauri sana kutumia trekta za horsepower 75 kwa sababu ni trekta la size ya kati na ni trekta ambayo imekuwa na performance nzuri sana. Wakulima wengi sana wanazitumia na kumekuwa na mwamko mkubwa sana. Ushauri wangu kwa wakulima ni kwamba wajue kwamba kampuni yetu ya CMC Agri Limited ina njia rahisi sana ya namna ambavyo tunawapatia vifaa vya kilimo. Na watu wengi walikuwa wanajua kwamba kumiliki trekta au chombo cha kilimo au mashine ya kilimo ni lazima uwe na hela nyingi sana. Lakini hali haiko hivyo, kwa sababu ukiwa na kianzio kidogo tu unawezeshwa na benki, na riba ni ndogo sana kwa benki ambazo tunafanya nazo kazi. Kwa hiyo wakulima wajue kwamba kwa CMC Agri Limited tumekuwa na bei nzuri, na pia benki ambazo tunafanya nazo kazi ni benki ambazo tumehakikisha kwamba riba inayotolewa ni riba rafiki kwa mkulima, ambao mkulima yeyote ambaye anategemea kufanya kilimo cha kisasa cha mashini ana uwezo wa kuafford na kuweza kupata mashini yake vizuri pasipo gharama kubwa ya kuweza kumuumiza.
Pia mfumo wa kurejesha marejesho ya mkopo yamerahisishwa mno, kwa sababu unavyofanya kununua trekta kwa njia ya kupitia benki, kuwezeshwa na benki, ule mkopo unakuwa ni wa umri wa miaka 3, na yale malipo ambayo zamani ilikuwa kwamba kila mwezi mtu anatakiwa arudishe rejesho, hapana. Tuliona kwamba hiyo inaumiza sana wakulima wengi, kwa hiyo tukaamua kwamba tufanye mazungumzo na benki ili yale marejesho yarahisishwe. Msimu ambao mtu anavuna ndio msimu ambao anafanya marejesho. Kwa mfano, kwa mwaka unaweza kurejesha mara moja kwa mwaka au mara mbili kulingana na jinsi ambavyo umeongea na benki. Na bahati nzuri benki zetu zimekuwa ni rafiki sana na wakulima. Wanakusikiliza, unajieleza jinsi ulivyo, wanakutembelea, wanakushauri. Na uzuri mmoja, benki siku hizi kuna na washauri wa kilimo, wanakushauri vizuri. Kwa hiyo ni nadra sana kukuta kwamba mkulima amekuja kwetu na kushindwa kununua trekta, either kwa njia ya keshi au sisi tunataka wakulima watoke kwenye mfumo wa kutumia jembe la mkono ambalo ni mfumo wa unyonyaji. Kwa sababu unakuta mkulima anatumia nguvu nyingi sana, lakini mapato yanakuwa ni kidogo sana. Kwa hiyo kwa njia ambazo tumekuja nazo, lengo letu kwanza ni kuwainua wakulima waweze kufanya kilimo cha kisasa kwa gharama nafuu na tuweze kuwafikia. Lengo tunataka tuwafikie wakulima wowote pande zote za nchi ya Tanzania. Nchi nzima tuenee. Kwa hiyo mfumo ambao tuko nao sasa hivi ni kuhakikisha kwamba nchi nzima kwanza tumefungua matawi yetu na tunakuwa na mafundi wazuri, kwa sababu tuna mfumo pia wa service. Tunavyosambaza namna hii, kila kituo ambacho tunafungua ofisi kunakuwa na mafundi. Kwa sababu kuna issue za warranty, inavyotokea kwamba trekta limepata itilafu yoyote ya kiufundi, tunahakikisha kwamba eneo husika kuna fundi ambaye ana mafunzo mazuri na anaweza kuattend mteja kwa wakati unaofaa. Kwa hiyo lengo letu sisi tuhakikisha kwamba wateja wanatufikia vizuri nchi nzima kwa bei nzuri na kwa mfumo ambao ni rahisi na wezeshi kwa wakulima. Kesho ni siku nzuri sana kwetu, kwa sababu tunamshukuru Mungu kwamba kwanza tumeuza sana, kwa sababu watu wametuelewa na wanaelewa product zetu. Tunashukuru Mungu kwamba kwa siku ya kesho tutakuwa na ugeni mkubwa kwenye banda letu. Tutatembelewa na waheshimiwa mbalimbali, lakini pia kutakuwa kuna tukio la kukabidhi trekta ambazo tumeziuza kwa wateja wetu. Tuna mpango wa kukabidhi trekta zisizopungua 70 kwa siku ya kesho. Kwa hiyo tunawakaribisha wateja wetu na wadau wote wa trekta za New Holland kufika katika banda letu wakati wowote kuanzia sasa, na kesho ndio itakuwa siku nzuri sana, kwa sababu watakutana na tukio moja ambalo ni la ajabu sana. Tutaenda kuishangaza Tanzania, na ndivyo watakavyotuelewa kwamba kweli CMC Agri Limited ni kampuni ambayo imeeleweka na inawezekana kupata trekta kutoka kwa CMC Agri Limited. Kwa tukio tutakalolifanya kesho la kukabidhi trekta nyingi zaidi ya 70. Baada ya 88 sisi tuna matawi Usariva, tuna tawi Arusha mjini, tuna tawi Katesh, Mbeya, tuna mpango wa kufungua Tanga, tuna tawi Bariadi, tuna tawi Mbeya, tuna tawi Kahama pamoja na Kibaigwa. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.